Na wasalimu tena asubuhi ya leo. Ni mimi wenu Yoda King'ori kutoka kanisa la Peva Kibo Church Githurai, na hii ni Heaven Bound TV. Ni asubuhi njema Bwana ametupatia ndugu zangu, dada zangu, ili tukaweza kuchukua muda wa dakika kama 30 hivi tukaingia kwa maombi. Na kabla tujaomba, tunaendelea na ile kipindi. Kuna watu wamekuwa wakinifuatilia kipindi ya maombi ambazo tukasema tuna pila 4 zinahitajika kutumika wakati unaomba, na tukaongea mwanzo pale ya kwamba pila ya kwanza ni kuamini. Without faith is impossible to please God. Nataka kusema hivi kwa sababu unapoanza kuomba Mungu akupe lakini hauamini, itakuwa ni bure, hakuna haja hata ya kuomba. Hiyo tukasema inaitwa the first pillar, ni wewe mwenyewe ujiude, ujitengeneze, uamini. Tukaongea pila ya pili ya kwamba ni the word, na tukajua ya kwamba the word in John chapter 1 verse 1, that in the beginning was the word, and that word was with God, and the word was God. So when you use the word of God in your day-to-day prayer, you are involving God in your issues. So now tumeingia the God the Father, now the God the Son, and the God the Holy Spirit. Tukaongea hiyo pila ya pili ya kwamba sasa you have involved God. Tunakuja sasa the Son. Wakati unaomba ni pila ya tatu, ni vizuri na ni lazima utumie jina la Yesu. Kwa nini Yesu? I always say that in heaven there is protocol. Kilisho Mungu alipoashiria kitu mbele, anakiheshimu mpaka mwisho. Kwa sababu Biblia inasema vizuri, sina wakati wa kwenda pale, ya kwamba utakapomtukana Mungu unaweza kusamehewa. Utakaweza kumtukana Yesu pia, hata yeye unaweza kusamehewa. Lakini unapomtuzi Roho wa Mungu hamna msamaha, because they are 3 in 1. Mungu mwanzo, namba 2 ni Yesu. Kwa hivyo ukimkosea Mungu, Yesu yuko pale anasimama, the gap, the mediator. Na ndio leo tunataka kutumia the mediator, Yesu Kristo. The third pillar in your day-to-day prayer is Jesus, the word Jesus. Na leo tunapoenda kuomba tunatumia jina sana Jesus, so that in our day-to-day prayer tumtumie Yesu ili atusaidie. Kwa nini Yesu tukamtumia katika pila yetu ya maombi? Nataka tuongelee juu ya jina ambalo alipewa kuliko majina yote duniani. Kuna majina mengi tunajua dunia hii, na ndio Biblia inasema anayelaaniwa ni yeyote anayemtegemea mwanadamu. Kuna majina makubwa, mimi najua, unajua. Anko zenu wengine ni wakubwa sana katika serikali kama hii yetu ya Kenya. Kuna cousins wenu wakubwa, na you can say ni jina tu. Kama ndugu yako ama cousin yako ni waziri, useme ni mimi nimetoka kwa waziri fulani, ni ndugu yangu. Hakika hiyo ofisi utaheshimika. But the Bible is declaring here that cursed is the man who trusts the other man. Why does the Bible says so, that you are cursed? Imagine umelaaniwa unapomtumainia Bwana. Si hata umekosea, umelaaniwa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu huyo mwanadamu leo yuko, kesho hata kuweko. So ulipoweka tegemeo lako kwa huyo mwanadamu, kesho inatangazwa amekufa kwa sababu ni mwanadamu. Lakini sasa tunataka kutumia jina hili lake Yesu Kristo tofauti na majina yote duniani. Kwa sababu ni katika jina la Yesu kila goti litapiga. Ni katika jina la Yesu kila kinywa kitakiri Yesu ni Bwana. Hapo ndipo Mungu akajiachilia, akajiweka kando, akasema, now Jesus is the way, the truth and the life. No one will enter to my praise, the heavenly praise of our God, without Jesus. Sisi wa Kristo tunaamini hivyo. Na ndio tunaitwa wa Kristo, kwa sababu tunamwamini Yesu na jina lake. Hili jina la Yesu, na huyu Yesu amebeba nini? Kwa muda mchache kidogo ili tuingie kwa maombi, ni kwa sababu ndiye mbebaji wa damu. Kulikuwa na damu nyingi ambapo Mungu alikuwa akizipokea kwa manabii na mitume. Na damu ya kondoo, damu ya ng'ombe, damu ya mnyama na ndege. Na ukawa tu Mungu akitaka kitu kutulizwa, anatulizwa na damu.
Lakini kuna damu tosha moja tu ambayo ilituliza Mungu, damu yake Yesu Kristo. Na leo sitaki kuongelea juu ya damu ya msalabani, kwa sababu nyakati nyingi watu wanaongea juu ya kufa kwake Yesu na kufufuka na kusulubishwa msalabani na kusamehewa dhambi zetu. Lakini nataka kuongea the day to day blood that helps us to move on in life, because we need the blood of Jesus. Na ambaye huyu nampenda sana kwa sababu ni daktari Luke. Luke chapter 2 verse 21 anaongea vizuri juu ya damu ya kwanza iliyomwagika chini, kukanyaga chini. Ilikuwa ni ya Yesu siku ya 8. Watu wengi wanapita hizo damu zilimwagika kabla Yesu kusulubishwa na kufa msalabani na kufufuka, bali kulikuwa na damu zilimwagika kabla ya mwisho ya kutuokoa. Hebu tusome nami kwenye Luke. Daktari huyu mkubwa sana anaongea vizuri kwa sababu no one has recorded like Luke. Mathayo, Yohana, mitume, Luke, lakini Luke akawa tofauti na wao. Fungua nami vizuri Luke 2:21 inasema, naye kwa vile alikuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matope ya damu ikidodoka. Wakati Yesu alipokuwa katika shamba la Gethsemane, alikuwa anaomba, ambao tunataka kuingia kwa maombi. Na sijui ni mmoja wetu gani atakayeomba jasho litoke liwe ni damu. Ni kwa nini damu? Jasho likabadilika likawa damu. Ni kwa sababu Mungu alikuwa anahitaji na hilo damu limwagike, likanyage ama liguze mchanga, ili tuweze kupokea baraka ya mazao yetu. Nikikurudisha nyuma, wakati Noa alipotoka Sabina, alifanya kitu ya maana sana. Alimtolea Mungu kondoo na wanyama ambao hawakuwa na laana. Na Mungu akasema, kwa sababu ya hiyo damu na kwa sababu ya harufu ya nyama, sitamwangamiza mwanadamu na maji. Lakini jambo la kunihuzunisha ni kwamba hiyo damu haingeendelea miaka na miaka, sababu damu ya kondoo, damu ya ng'ombe huwa yanaenda one year, yana expire. Kwa sababu kama damu ya kondoo na ng'ombe haingekuwa ina expire, hatungehitaji damu ya mwana kondoo wa kweli Yesu Kristo. Na sababu sasa Yesu sasa ndio tunataka kutumia jina lake ni kwa sababu ndiye alithibitisha ile kuapa kwa Mungu kusimame vizuri kwa kupitia damu. Maombi yake, jasho likachanganya, likawa limetoka jasho, likawa linamwagika ni damu, ili Mungu akakumbuka ni gari na ahadi na mwanadamu ya kwamba sitamwangamiza tena na maji. Mungu anapotazama damu huwa anatulia. Kuna wakati, sina wakati kwa sababu nataka tuingie kwa maombi. Wana wa Israeli walikosa dhambi, wakafanya dhambi nyingi ya usherati, na Mungu akakasirika na Musa akamwambia, ninaua wazee wote wa Israeli kwa sababu ya dhambi. Walipokuwa wamekusanyika pale kwa huzuni na Musa akiwaongelesha, kijana mmoja Muisraeli akachukua msichana Muamoni, wakaingia kwa hema, wakaendelea kufanya usherati. Kijana mmoja naye muaminio alikuwa na seal of God, anaitwa Finehasi. Alichukua mkuki akawakuta wakiwa wanaanza the act, akawaduga wote pamoja. Hapo Mungu akatulia. Biblia inasema ukienda kusoma vizuri pale mwanzo ya kwamba Mungu alitulia. Alikuwa amekasirika alipoona ile damu ya wale watu wawili wamedugwa pamoja. Mungu wetu anatulia. Hapo ndipo Gethsemane Yesu aliomba akilia. Unafikiri alitoa damu kwa nini? Nataka kukuambia leo, tunapoingia dakika kidogo kwa maombi, alikuwa anampembeleza Mungu amuondolee kikombe. So ilikuwa ni maombi ya uchungu, maombi ambayo ilifanya jasho yake iwe ni damu, na Mungu alikuwa ametulia, hakumjibu. Ni kwa sababu Mungu akiona damu anatulia. Asubuhi ya leo tunaingia kwa maombi kwa sababu ya damu ambayo anaibeba Yesu. Hiyo ndio imefanya Mungu atulie, asituangamize.
hatungekuwa na uhusiano na Mungu tena. Sisi tumeasi wakati wa Sodoma na Gomora, tukaasi wakati wa Noa, na Yesu akakuja pale katika shamba la Gethsemane, akaomba akitaka kikombe kiondolewe, lakini Mungu alipoona damu akatulia. Hiyo ndio inayemtuliza. Hata wewe mwanadamu, kuna mambo yanakutuliza wakati uko na fujo, wakati umekasirika. Wengine labda ni hela, akipata hela anatulia. Wengine akikula vizuri anatulia. Kuna kitu ambacho wewe unajua unakifanya utulie, naye Mungu wetu anatuliza wanadamu. Na ndio tunataka kulitumia sana jina la Yesu. Na tuombe. Baba wetu uliye mbinguni, asubuhi hii njema umetupatia nuru ya mchana inapokuja, jua linaposhomoka, twasema asante kwa sababu ya uhai. Umetuunganisha na walio hai Bwana, tunakupa sifa na utukufu. Umefanya tupumue tena, tumetoka vitandani, blanketini, na sasa tunaweza kuogea. Tugari hai, tunatangaza jina lako Bwana. Tunazidi kujifunza 4 pillars in our day to day prayer, na tukajua imani ni yetu mwanadamu. Tunaamini chochote tunaomba itafanyika leo, na tunatumia jina la Mungu kwa sababu pale mwanzo palikuweko neno, na hilo neno likawa na Mungu, na hilo neno ni Mungu. Siku ya leo tunataka kutumia jina la mwana wako Yesu Kristo. Kwa nini tumtumie Yesu asubuhi ya leo Bwana? Yeye ndiye njia, uzima na uhai. Hakuna atakayefika kwako bila wewe Yesu, mwana wa Mungu. Bwana Yesu, tunakuabudu, tunakupa sifa na utukufu kwa sababu ya kifo chako msalabani. Sana sana tunajua damu tu ya msalaba ya kufa na kufufuka kwako, lakini kuna damu nyingi. Damu ya kutahiriwa, damu ya shamba la Gethsemane, damu ya kutundikwa mimba katika miguu yako na kichwa chako, viboko 39 ambazo zinafanya tupokee uponyaji. Yesu, leo tunakutumia, maana you are between us and God, our mediator, our great physician, because by your stripe we are healed. And let the weak now say, I am strong. This morning, let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done today for me. May we believe the word of God. May we have faith, the first pillar. May we use the name of our God, the creator of heaven and earth. And now we are using the name above every name, the name of Jesus. Because in the name of Jesus, every knee shall bow. In the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue confess that you are the Savior. You are the bread of life. As we have known in the word of God, that man does not live by bread alone, but man liveth by every word that cometh out of your mouth. Out of your mouth there is life, Jesus. Wakati ulikuwa duniani hii ulitufunza kwa mifano mingi Bwana, ya kwamba itabidi kwa mifano yako, kwa upanzi, ili tujue ufalme wa Mungu utafanana na nini. Ni kwa sababu wewe ulijua kule mbinguni jinsi kunavyokaa, na ukaona wanadamu hawajui, ndipo ukatumia mifano mingi katika mahubiri yako, ya kwamba nifananishe ufalme wa Mungu na nini. Kwa mifano mingi wengine hawakuelewa mifano yako, na wakati umeenda katika na wanafunzi wako, ndipo uliwaongelesha kinaga unanga ya kwamba ufalme wa Mungu ulikuwa ukimaanisha nini. Asante Yesu kwa sababu uliasha hekima yote ya mbinguni. Asante kwa sababu ufalme na utawala ukauasha juu mbinguni.
ukazaliwa kama vile sisi tunavyozaliwa, ukapendwa na wanadamu na Mungu mwenyewe, na ukatuahidi mengi ulipokuwa hapa duniani. Ukasema tutakapokuamini wewe, na unaanza vizuri ya kwamba tutakapoamini Mungu tukuamini wewe pia, kwa maana kwa Baba kuna makao mengi. Kama sivyo ungekuwa umetuambia. Na ndipo you went ahead of us that I'm going to prepare a place for you. So there is another city. The builder himself is God. Wale wazee wetu, babu zetu wakina Abraham, walipokuwa wanatazama mji ule, walipokuwa wakitoka Misri, wangefikiria yale walikuwa wanapata Misri wangerudi. But they forged ahead to see the city that God has promised them. That city ilikuwa na watu wanene. That city, hata kama kulikuwa na hasari, kulikuwa na maadui. Lakini the city now we are going, there is no enemy. There is no sicknesses or disease. There is no light of the day, because God himself will be the light. We shall not need the light of the sun, nor the light of the moon. We are here needing them now. Because where we are going, the builder of that city is God himself. That's why we love you, Jesus. We love you, our Abba Father. We love you, King of Glory, because of your promises. Ulituahidi mengi tukisoma Biblia. Walio record the story of Jesus from Matthew, Marko, Luke and John and Acts. They talked about the birth of Christ and his death. And you taught us that you are the true vineyard. And without you, we cannot see God. You have been given mandate to lead us to your Father's praise. You are our big brother, Jesus, the first fruit of God. We honor you this morning. And we gonna use your word. We gonna use your name, the name that is above every name. That in the name of Jesus, we are going to receive healing. And we declare now to many who are sick out there that they may receive healing in the name of Jesus. Cancer, you must bow down. Our people will not use all resources that they have been looking for because of cancer, because of diabetes, because of asthma, because of tumor, because of arthritis and other incurable diseases. Where doctor declare them they are incurable. We declare that we are not going to live a life of medication. I declare again 3 times that we are not going to live a life of medication. We are not going to live a life of medication in the name of Jesus. Because that name is above every other name. God gave him mandate to lead us to his kingdom. And he said to his disciples, it is for your advantage that I go before you, so that I may prepare a place for you. And when I'm down, I'm coming. The mansion of heaven is being prepared. That's why we are still in the land of the living. A time is coming when we shall not be here. A time is coming when we shall bow down and kneel down before you, so that we face the judgment. But we are glad because the mediator, the Lord Jesus, even now, he is interceding for us before the throne of God. God is not angry with us anymore. And that's why now we surrender all that we have made. We surrender all that we have done. We are coming back to the heart of worship. It is all about you, Jesus. It is all about you, our Savior and our Redeemer. We are rejoicing in you, O God. For the Bible says that rejoice, and I say again, rejoice in the Lord. Jesus, you told your disciples, before you have departed to heaven, that unto you I leave my peace, and not the peace that is given by the world. Yes, sometimes we may gain peace, a little time, with the peace that's given by the world. May
People go out there and buy joy. They go to the joints and get happiness that lasts only a few minutes. But the joy of the Lord, the Bible says, is my strength. And when I have the strength, the Bible says that I can do all things through Christ who strengthened me today, this morning. My brother, as you wake up, as you go about your day-to-day life, go with the strength of Jesus of Nazareth. Rejoice, and I say again, rejoice, no matter the coronavirus, no matter the disease that is affected our people. We are going to hold on Jesus. We are going to hold on unto Jesus, author and the finisher of our faith. This day we are using the name of Jesus. We have been given power and authority over Satan the liar. He cometh to kill, to steal, and to destroy. But Jesus came that we might have life and have it abundantly. It's not just life, but abundant one. We rejoice in the Lord. We are glad in you, Jesus. And we have declared in the first Peter that we shall believe. Which report do you believe? We shall believe the report of our Lord Jesus Christ. Because his word says, we are healed and we are healed. His word says, we are saved and we are saved. His word says, we shall prosper, we shall prosper. It's not about waking up in the morning. It's not about waking up early in the morning, going late to bed. That makes man prosper. It is only the word of Jesus. Say your word, and your son will be healed, oh God. Command your word, and my brother will be healed. Command your word, and my sister will get a job. Command your word, and my grandfather will see more years to come. My uncle and my aunts, that they may prosper in all that they do, O God. For the Bible says that cursed are men who trust their fellow men. No matter how rich that man could be, no matter how his name is great in the land of the living, but cursed are those who trust them. This morning we declare to trust only the name of Jesus, the name that is above every name. In the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue confess. And now we declare again, let the weak say, now I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us, we give thanks. We give you glory, my Father. To many who are looking for jobs, you have many doors. When one door is closed, you may open even 7 doors. Some will be amazed to choose where they will go, because the application that they applied for job, the results are coming. I see them coming. Wengine watachangaa, itakuja samba, atachidi watachagua wapi. Wengine wanataka kuoa, atachangaa danda wakitokea, ambao ni danda katika Yesu. Danda hata kuwa akitegemea ama akiangalia mali ama itakuwa vipi, kwa sababu anaongozwa na neno ambalo ni lake Yesu Kristo. This is the time. Let us forget the past. Let's forget the past and forge ahead because of the word of God. Because the word of God says that it is new every morning. Today is another day. It is another morning. That the word of God is new every morning. It is new to our life today. We have not seen another day like this. We shall not see another day like this. It is good to believe what we believe. We are believers. And our Father sent Jesus, who we are using now his name, so that we believe more of him, that there is a heaven, there is a place in heaven. That's why he came first. It was prophesied by great men
Isaiah prophesied the birth of Christ. Jeremiah prophesied and warned us about the false prophets that will come on the earth. Zephaniah prophesied about the later days that are coming. Haggai even prophesied the later church that will have a greater glory. All these were prophesied before Jesus was born. They did not see Jesus, but us, we were not there when Jesus was on this life. But we believed that there was prophecy that was prophesied by Isaiah and Hezekiah. It came to pass when Jesus was here in this world. Jesus said that it is better for you who have not seen, but you believe. We are better off. There are those people who are your disciples. Thomas said that I will not believe until I touch the holes of the arms where they nailed you. He said, I will not believe until I touch him. But Jesus said, better those people, better our generation, because even we were not there. But we believed the prophecy of the birth of Christ. And now we believe Jesus was here at first. And now what are we believing? We are believing the second coming of our Lord Jesus Christ. We have that faith that now we are waiting the trumpet to sound. And the Son of God will appear from the crowd, together with the angels whom shall go the four corners of the earth. And those who died in the Christ will at first raise from the dead, that they may rejoice and celebrate with you 1,000 years. And those who were wicked, they died in doing wrongs, they will not raise from death until 1,000 years has gone. This is the referration. And after rejoicing with you in the air 1,000 years, then those who died with wickedness will be raised to be ashamed and tormented forever. This is the day. This is the moment that we shall believe thy report. Because we need you as we go to the fourth pillar tomorrow. The fourth pillar of the Holy Spirit. The fourth pillar about the Holy Spirit. For Jesus said, I will not leave you as orphans. When I go, I will send the Helper, the Holy Spirit of God. In this time, in this moment, we need Jesus. As we wait to hear about the Holy Spirit of God, because the war we wage is not carnal. It's not seen by our naked eyes. The battle we are fighting is in hidden heavenly places, the heavenly realms. The enemy even now using the spirits of the evil one. For we know that the devil is a liar. He came to kill, to steal, and to destroy. But Jesus came for one purpose, that we might have life and have it abundant. Jesus has only one agenda for you and me, to see our Father, the God, the Creator. But the agenda of the devil are four. When he has not killed, he has destroyed. And when he has not destroyed, he has stolen. Oh God. That's why he came to kill, to steal, and to destroy. Three agenda of the devil: to kill, to steal, and to destroy. Today we declare the devil will not steal our property. We declare that the devil will not steal our joy. Sometimes the devil brings the spirit of confusion. There is a nature of confusion in the government of the devil. That's why our Christians are confused. They don't know forward. They don't know where they will go. They don't know what to do today. They are confused. Our brothers and our sisters, I declare total deliverance from the spirit of confusion. I believe the word of God, because the word of God in John chapter 1 verse 1 declares that in the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. So when I declare the word of God, I declare God over your life. I declare God over your movement. I declare God as you walk out.
It is our prayer this morning that God will separate us. For we have come to realize that blessed is not the man who makes a lot of resources. Blessed is not the man who is rich in wealth, but blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked. This morning we declare, as my sister goes out there, she will not walk with the counsel of those wicked ladies. Our brothers and our sons, as they walk out there, they will not walk in the counsel of wicked. When they stand with those people, they will not stand with sinners. When they sit down where they shall sit, they will not sit with scoffers or mockers. But one thing I pray, they will rejoice and meditate the word of God, that they may store that word in their heart, so that they may not sin against you. And that word will become a light during the day. And during the night, in their paths, where they will become the light. And when that word becomes the light during the night, they will not fear the terror that comes during that night. Even now this morning, they are not going to fear the arrow that will fly by the day. The enemy will try, but he will be defeated. As we pray for our brothers, they have a lot of needs, oh God. We encourage them in the Lord. In Jesus' name we pray and believe. Amen. I'm glad, my brother. I'm glad, my sister. And I see so many requests of prayer. And as we have believed, we only believe the report of God. There are many reports you may believe, my brother and my sisters. Some need job. Some are going to travel to the rural homes, oh God. Oh, some, my brother is fed up to live here in the city. You want to start a new life in a rural area. I just encourage you, think twice before you move on, my brother. There is a God of a second chance. Njua alia za nyumba ni nyingi sana zinakusumbua. Mungu ataguza ule red road. Isijapokuwa mimi najua kitu moja. Ninapomaliza. Mungu hakuna damu ya kusamehea deni. Deni ni kulipa. Na ninakumbuka ule mwanamke Mchinemu alipokuwa akilia kwa sababu alikuwa na deni ambaye alikuwa shwarite yake ni vijana wake wawili. Na alipolilia mtu wa Mungu alimwambia, enda katika mji ule wenu, uokote vibuyu vyote havina kitu, na Mungu atajaza mafuta. Na mafuta hayo utauza. Na ukiuza yale yatabaki, mtakula na watoto wenu. Mimi nasema Mungu atakulipia deni ya hiyo nyumba. Na ile itabaki utatumia vizuri na nyumba yako. Mungu hatalipa nyumba. Kama mimi naweza tu kukulipia tu the money you need. But God will give you abundantly more than what even you cannot imagine. He will surprise you today, my brother. Encourage yourself in the word of God. My sisters, I head up. Just believe the report of Jesus. That just use the word of God and then the name of Jesus. The third pillar. Tomorrow, when God gives us another chance in this Heaven Bowed TV, we shall talk more of the Holy Spirit. And then we are confident when we pray, it shall be done. For the Bible says, ask and it shall be given. Knock and the door shall be open. May God bless you. May God sustain you. May the blessings of Jacob and even his sons, 12 sons, follow you now and forever. In Jesus' name, let us pray. Father, in the mighty name of Jesus, kuna mahitaji ya ndugu huyu, anataka kulipa nyumba yake. Kuna mahitaji ya dada huyu Bwana, anataka kazi, saruni yake inafungwa sababu ya madeni. Ni mengi Bwana, watu wako wanalia, wanataka wewe. Si watatumia imani yao ya kwamba itafanyika. Si watatumia neno lako kama vile imeandikwa. Shetani anajua imeandikwa, na wadugu na wadada wajue ya kwamba imeandikwa. Kama imeandikwa, na sisi ni kuamini. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen and amen. Na Mungu awabariki. Na tuzidi kupatana hapa katika Heaven Bowed TV. Thank you.